Na karibu katika Kijiwe Mchongo ya kipekee kabisa. Ni mara nyingine tena tumeweza kukutana hapa ndani ya Kijiwe Mchongo. Tuko Sukari House, tumekuja kuzungumza mambo muhimu lakini na vitu mbalimbali kuhusiana na masuala ya uwekezaji. Niko na ndugu zangu, hawa ni maafisa bwana nguli kabisa kutoka UTT AMIS. Ukiwaangalia kabisa unajua hawa ni wataalamu au tunaweza kusema ni specialisti wa kuweza kutatulia matatizo yako yote ambayo unaweza kuwa unapata kupitia katika mifuko yako na UTT AMIS. Pembeni yangu upande wa kulia niko na Clinton Kilawe. Huyu bwana ni afisa kutoka UTT AMIS, lakini vile vile bila kumsahau Neema Godlisten, naye ni afisa kutokea UTT AMIS. Ndugu yangu Clinton, habari yako? Salama kabisa. Kwema kabisa. Tuko vizuri. Za masiku. Hatujaonana muda mrefu. Tupo. Zamani ulikuwa unavaga ile majumba ya kawaida, sasa hivi unatisha watu. Tuko vizuri. Au sivyo? Dadangu Neema, mambo? Poa. Mzima kabisa. Mzima. Ni kwa mara kwanza tunaungana nawe katika Kijiwe Mchongo. Naamini wawekezaji wengi watakusikia leo baadhi ya vitu madini kutoka kwako. Kabisa. Ndio. Basi niweze kuwakaribisha. Lakini yote kwa yote leo tutazungumza machache, lakini vile vile tutazungumza kuna baadhi ya vitu yawezekana kuhusiana na masuala ya diaspora. Lakini tukianzia kwako Clinton, yawezekana kuna ndugu mtazamaji wa Kijiwe Mchongo ni kwa mara ya kwanza leo hii anajiunga nasi. Anasikiliza Kijiwe Mchongo. Angependa kufahamu kwa sababu sisi tunaamini kadri siku zinavyozidi kwenda mbele kila siku tunapata wawekezaji wapya. Leo hii kuna mwekezaji mpya anatazama sasa hivi hapo kupitia Kijiwe Mchongo. UTT AMIS ni nini hasa? Sawa, kwa kwanza UTT AMIS ni taasisi ya serikali ambapo taasisi hii ipo chini ya Wizara ya Fedha. Inajihusisha na masuala ya uwekezaji, lakini uwekezaji huu unafanyika kupitia mifuko ya uwekezaji wa pamoja. Sawa. Kwa hiyo kupitia mifuko hiyo basi wawekezaji wanaweza kuwekeza fedha na wakatengeneza faida nzuri na faida shindani kutokana na faida ambayo tutakayoipata katika uwekezaji huu ambao tunaenda kufanya katika masoko ya fedha na mitaji. Kwa hiyo ni taasisi ya serikali lakini basically inadili na masuala ya kuwekeza fedha. Lakini pia inajihusisha na masuala ya utoaji elimu ya fedha kupitia sasa elimu ambayo tunatoa mitaani au ofisini kwetu. Kwa hiyo tunakushauri kuhusiana na masuala ya fedha, tunakushauri namna gani ya kuweka akiba, lakini kupitia akiba unayoiweka basi iweze kutengeneza faida. Kwa hiyo ndio kitu kikubwa ambacho tunakifanya hapa UTT AMIS. Utofauti kati ya kuwekeza na kuweka hela ni upi? Kwa sababu kuna mwingine anaweza kaa nasikia yule ameweka, yule amewekeza, ni nini hasa utofauti? Sawa. Kuweka fedha maana yake unaiweka fedha yako sehemu lakini haikutengenezei chochote. Maana yake umeweka fedha. Ukichukua hela yako kiweka ndani bwana Ali, kesho na kesho kutwa unaikuta kama ilivyo. Lakini thamani ya ile fedha inapungua. Ndio. Kwa maana yake pale wewe umeweka hela, haujawekeza. Lakini unapowekeza maana yake fedha yako inakutengenezea faida. Unaiweka sehemu ambayo kesho na kesho kutwa unakuta imejitengeneza faida juu yake. Kwa hiyo hapo ndio kuwekeza. Lakini ukiweka hela sehemu ambayo haikutengenezei faida, maana yake hapo umeweka. Ila ukiweka fedha yako sehemu ambayo inakutengenezea faida, maana yake wewe umewekeza. Na asante sana Clinton. Sasa turejee kwa ndugu yangu Neema Godlisten ambaye yeye ni afisa kutoka UTT AMIS. Ni kwa mara kwanza tunaongea naye kupitia Kijiwe Mchongo. Neema, kwa ufupi tu, inawezekana kuna ndugu mwekezaji leo hii naye ni kwa mara kwanza anataka kuweza kupata elimu kuhusiana na masuala ya uwekezaji. Je, anataka kujua UTT AMIS tuna mifuko mingapi ya uwekezaji? Tuna mifuko 6, tuna umoja, tuna liquid, tuna bond fund, wekeza maisha, tuna ajikim, pamoja na watoto. Pamoja na watoto. Ndiyo. Na hii mifuko inakuwa labda kuna muda mrefu na muda mfupi? Ndiyo, kutokana na malengo ya mwekezaji. Kuna mifuko ya malengo ya muda mrefu, muda wa kati na muda mfupi. Na muda mfupi. Hapo tustiki hapo kwa Neema. Ni kwamba yawezekana leo hii mpenzi mtazamaji wa Kijiwe Mchongo, yawezekana kwanza tuko mikoa mingapi? Tuko mikoa 8. Mikoa 8 ndani ya Tanzania. Yes. Ndani ya Tanzania. Yes. Hapo labda Dar es Salaam wapi? Dar es Salaam, Zanzibar, Arusha, Mwanza, Dodoma. Pamoja na sehemu zingine. Pamoja na sehemu zingine. Sasa tuzungumzie Tanzania ina mikoa zaidi ya mingapi? Zaidi ya 28. Zaidi ya 28 tuseme, au sivyo? Lakini sisi tuko mikoa 8 mpaka sasa hivi. Lakini kuna mwekezaji ambaye unaweza kukuta labda yuko Bukoba huko. Si ndivyo? Hajaona ofisi ya UTT, anasema mimi nataka nijiunge na nyie UTT. Huyu tunamsaidiaje?
mwekezaji aliyeko katikati ya mikoa ambayo hatuna branch, anaweza kwenda branch yoyote ya benki ya CRDB na akaweza kujiunga akiwa na taarifa zake muhimu zote zinazohitajika katikati ya kujiunga. Ndio. Sawa sawa. Clinton, hii naomba niweze kurejea kwako. Naona sasa hivi tuna app yetu mpya ambayo imeweza kufanyika maboresho makubwa sana pamoja na poto. Naamini kuna baadhi ya watu wengi sana sasa hivi wanaitumia na wanaifurahia. Ndio. Tuzungumzie Clinton kwa wale watu ambao wako nje ya nchi. Tunaona hapa Tanzania UTT tumeweza kukava baadhi ya mikoa mbalimbali na wawekezaji wa mikoa wengi sana. Wale wa diaspora kule huwa tunafanyaje kuweza kulink up? Mara tunazungumzia kuweza kukamilisha usajili, lazima ulete fomu, ufanyaje? Hii link inakuwa iko vipi hasa? Sasa kwa wawekezaji ambao wapo nje ya nchi, ni kweli wanaweza wakafungua account UTT na wakaweza kujiunga. Lakini njia wanayoitumia wao kupata elimu, wanaweza wakapata elimu kupitia website yetu. Ukiingia kwenye www.uttmis.co.tz utaweza kuona website ya UTT. Ukichagua sehemu ya menu na ukachagua sehemu ya our product, utaweza kupata maelezo ya mifuko yote. Kwa hiyo kama kuna mfuko wote ambao wewe utaona unakufaa, ambao unaweza ukaingia na utakuridhisha kulingana na malengo yako ya kifedha, unaweza ukafungua account. Je, unafunguaje account kama upo nje ya nchi? Unatumia app ya UTT AMIS. Tunayo app bora sasa ambayo inaweza kukuwezesha wewe mwekezaji ambaye upo ndani ya nchi, lakini pia ambaye yupo nje ya nchi akafungua account. Kwa yule ambaye ni mwekezaji mpya, akiingia kwenye app yetu atakutana na machagulio mawili. Chaguo la kwanza itakwambia kusign up kama new investor. Maana sasa wewe ndio mwekezaji mpya. Ukijaza taarifa zako pale, utaweza kuingia kwenye app na utaweza kufungua akaunti ya mfuko wote ule ambao unauhitaji. Lakini kwa yule ambaye tayari anayo akaunti ya uwekezaji lakini alikuwa anataka kutumia application yetu mpya, ukiingia kwenye hiyo app unasema utakutana na machagulio mawili, new investor au existing investor. Existing investor manake ni yule ambaye tayari mwenye account UTT. Kwa hiyo ataingiza pale account namba yake na ataweza kuendelea na taarifa zake. Sasa kuna wengine wanakutana na baadhi ya changamoto. Kwa mfano, kama haukukamilisha usajili wako, manake hautaweza kuingia kwenye app kama existing investor kwa sababu itakwambia no communication details. Communication details ni zile taarifa ambazo unazijaza kwenye ile fomu yako ya kukamilisha usajili. Kwa hiyo kwa yule ambaye alifungua account lakini hakukamilisha usajili, ili aweze kutumia app mpya sasa, anapaswa kwanza kukamilisha usajili. Ambapo sasa tumesema kukamilisha usajili unaweza kufika ofisini kwetu, ambapo kwa Tanzania tumesema tuna mikoa, tupo katika mikoa physical 8. Lakini unaweza ukafika tawi lolote la benki ya CRDB ukapata form na ukaweza kuikusanya hapo. Watatufikishia na tutakamilisha usajili wako, utaweza kuendelea. Lakini kwa yule ambaye hawezi kufika CRDB, hawezi kufika ofisini, form hizo zinapatikana kwenye website ya UTT AMIS. Ukiingia kwenye website, sehemu imeandikwa digital platform, utakutana na form ziko pale. Kwa hiyo unachagua form unayohitaji. Kama ni form ya kutoa fedha, kama ni form ya kukamilisha usajili, utazipata zote pale. Lakini katika form zetu kunayo email ambayo unaweza ukishajaza form yako ukaituma. Form hiyo itatufikia na tutakamilisha usajili wako. Tutakuwezesha kuingia kwenye hiyo application yako baada ya usajili wako kukamilika. Kwa hiyo diaspora, either ni Mtanzania upo nje ya nchi, upo mfuko ambao inakufaa kulingana na malengo yako. Lakini hata kama sio Mtanzania, manake ni foreigner, ipo mifuko ambayo inaruhusu kwa wawekezaji ambao sio wa Tanzania. Utaweza kuingia kwenye app yetu, utafungua akaunti na utaanza kufanya uwekezaji. Kwa hiyo taarifa muhimu tu ambazo zinazohitajika kufungua akaunti ni namba yako ya NIDA kama wewe ni Mtanzania, lakini pia wakati unakamilisha usajili basi uwe na picha yako moja. Kwa hiyo utajaza fomu yetu ya kukamilisha usajili ambapo utaweka hiyo namba yako ya NIDA na hiyo picha yako moja. Kwa hiyo hivyo ni vitu ambavyo vinawafaa wale ambao wanahitaji kufungua akaunti ya UTT. Lakini tunashauri kabla haujafungua akaunti yote, basi uweze kupata elimu, kuweza kujua je, ni mfuko gani unakufaa kuingia kulingana na malengo yako ya kifedha. Ipo mifuko ambayo inakuruhusu kuweka hela na kutoa muda wowote utakaokuwa unahitaji, lakini ipo mifuko ambayo inakuruhusu ni lazima ukae kwenye uwekezaji kwa kipindi fulani. Kwa hiyo unapaswa kuyajua hayo yote kabla haujaanza kufungua akaunti au kufanya uwekezaji. Kwa hiyo kuna watu ambao tunakutana nao, nimefungua akaunti bila kujua, kumbe akaunti ina lazima nikae angalau kipindi fulani. Kwa hiyo tunashauri kabla haujafungua akaunti yoyote ya uwekezaji, basi uweze kupata elimu. Lakini kama ulifungua akaunti na haukupata elimu,
basi tunashauri uweze kutembelea ofisi zetu, uweze kupata elimu. Lakini kama hauwezi kufika ofisini kwetu, tunayo namba yetu ambayo inatoa elimu muda wote, masaa 24. Namba yetu ya ofisi ambayo ni 0800112020. Ukipiga namba hiyo, ukichagua kupata elimu, utapata elimu ya mfuko mmoja mmoja. Utajiona, je, upo kwenye mfuko sahihi au unapaswa kuhama kwenda kwenye mfuko mwingine. Lakini pia ukiingia kwenye website ya UTT, sehemu ya products, utaweza kupata elimu na brief kidogo kuhusiana na kila mfuko na faida zake zimeendaje kwenye kipindi cha nyuma. Kwa hiyo tunazo journal tofauti ambazo zipo kwenye website, unaweza ukazidownload, ukazipitia, utaweza kuona performance return ya mfuko mmoja kwa kipindi cha nyuma zilikuwaje. Kwa hiyo utaangalia utendaji na wewe malengo yako yanaendana, na kufanya sasa uweze kufungua account ya mfuko wowote ambao unaohitaji. Kuna muda hapo ulitoka kuzungumzia katika namna jinsi ya kumfanya mtu aweze kufungua katika hii mifuko. Kuna mfuko ambao umezungumzia, kuna mwekezaji ambaye labda ni nje ya nchi, kuna wengine ni Tanzania, si ndivyo? Umezungumzia issue ya NIDA. What if kwa mfano leo hapa kama kuna Marekani ambao wamekuja wakasema mbona tumevutiwa hivi na hii UTT. Marekani naamini ambaye sio raia wa Tanzania atakuwa hana NIDA. Huyu hapa si tumekaa naye vipi? Sasa kwa wawekezaji ambao sio wa Tanzania kabisa, unaweza kukamilisha usajili wako kwa kutumia passport. Tunavyo vitambulisho tofauti ambavyo tumeviainisha, vinatambulika kisheria, ambapo unaweza kuvitumia kukamilisha usajili wako. Kwa kama hauna namba ya NIDA, basi unatumia passport. Lakini pia kwa wale ambao wapo Tanzania lakini si wa Tanzania, upo taratibu maalum ambao umewekwa, wanakuwa wanapatiwa zile kama NIDA za muda mfupi. Kwa hiyo unakuwa unatumia ile kwa ajili ya kukamilisha usajili wako kama upo hapa Tanzania na sio Mtanzania. Lakini kama upo nje ya nchi moja kwa moja, unatumia passport yako ya kusafiria ambapo utatumia kukamilisha usajili wako. Kwa hiyo ukiupenda mfuko wote ule, ipo namna ya kuweza kuuendea. Ipo mifuko ambayo inaruhusu wa Tanzania peke yake, lakini ipo ile ambayo inaruhusu ambao hata sio wa Tanzania. Kwa hiyo unaangalia tu wewe mwenyewe umeangukia kwenye kipande kipi katika hiyo. Sawa. Naam, asante sana Clinton kwa taarifa mbalimbali kuhusiana na faida nyingi ambazo za ndugu mwekezaji ambaye anapaswa kuweza kuzifahamu ili kuweza kunufaika na uwekezaji wa UTT AMIS. Naamini kwa taarifa hizi hakuna Mtanzania na asiyekuwa Mtanzania ambaye hawezi kufaidika. Au sivyo? Turudi kwa dadangu Neema Godlisten ambaye ni afisa kutoka UTT. Neema, hivi kwa mfano kwa ndugu mwekezaji ambaye anatusikiliza sasa hivi, kwa sababu hapa mimi nauliza maswali ya wawekezaji, siulizi maswali kama mimi ni afisa kutoka UTT, ambaye labda anahitaji kutoa pesa. Inawezekana mtu kutoa pesa labda kwa siku au inachukuaga muda mtu kuweza kutoa pesa? Inawezekana mtu kutoa pesa kwa siku. Kwa mtu anayetumia app anaweza kutoa kwa kiwango mpaka kiwango cha 5 milioni kwa siku. Lakini zaidi ya 5 milioni mtu atafika ofisini, atajaza form, lakini kama pia hayupo karibu na form, hayupo karibu na ofisi, anaweza kwenda tawi lolote la CRDB akajaza form. Lakini pia kama hayuko karibu na tawi la CRDB, anaweza kuingia kwenye tovuti yetu ya UTT AMIS, akapakua form akajaza, kisha akatuma kwenye email yetu ya uwekezaji@uttamis.co.tz, akaituma hiyo form tukaipitisha. Kwa maana yake mtu labda akijaza kupitia hiyo tovuti ambayo ulisema ya uwekezaji, mwisho wa siku atakuja atajibiwa, maana yake baada hapo atakuja atapata pesa yake, si ndivyo? Hiyo tunazungumzia zaidi ya 5 milioni, si ndivyo? Sasa neno la mwisho Clinton ambao unataka kuweza kuambia ndugu wawekezaji kuhusiana na masuala ya uwekezaji, kwa sababu tunaamini toka tuweze kuhamia katika masuala ya portal na applications sasa hivi kuna vitu vingi hasa, kwa sababu hata USSD siku hizi hatutumii, si ndivyo? Labda ni vitu gani hasa ambao ndugu wawekezaji ungependa waweze kusikia hasa? Sasa kwa upande wa app yetu sisi tumejitahidi kuiboresha kiasi kwamba inaweza kumwezesha Mtanzania yote au mtu ambaye sio Mtanzania akaweza kumaliza changamoto zake zote hapo. Kuingia kwenye app yetu inakuhitaji angalau uwe na baadhi ya taarifa. Kwa mfano, ukiwa unaingia kama existing investor au ukiwa unaingia kama new investor, itakulazimu kutengeneza user ID. User ID ni jina lako, au unaweza kutengeneza kitu unique cha kwako wewe peke yako. Unaweza kujiandika Ali Upuju. Hakuna mwingine kama wewe. Maana yake sasa ile ni ID yako wewe. Lakini itakupaswa utengeneze password.
Password hiyo inakuwa na character kuanzia 8. Okay. Kwa kuna herufi kubwa, kwa kuna herufi ndogo, kwa kuna alama yoyote na kwa kuna namba. Hiyo ndio password ambayo unaweza ukaitengeneza. Kwa mfano, wewe unaitwa Ali Upuju. Kaandika A ikawa kubwa, nyingine zikawa ndogo. Kaandika ati labda wewe bwana unaipenda namba 1 2 3 7, ukaandika ati 7. Kwa hiyo inakuwa ni password yako. Kwa zinapaswa kuwa angalau 8 au zaidi. Okay. Lakini unaweza kutengeneza pin ambayo inakuwa ni tarakimu 4 kama unavyotumia benki, kama unavyotumia kwenye mitandao ya simu, zile namba zinakuwa 4. Hiyo user ID yako na hiyo password utaingia nayo kwenye poto. Sawa sawa. Kwenye huduma ya UTT AMIS Investor Portal. Kwa yule ambaye anataka kutumia kwenye kompyuta, anataka kutumia kwenye TV, anataka kutumia kwenye sehemu yoyote ambayo unataka kuingia lakini ni kupitia portal. Lakini kwa yule ambaye anatumia app yetu ya UTT AMIS atatumia ile user ID yake na ile pin, zile namba 4 ambazo umezitumia. Imetokea siku umesahau either password yako au umesahau pin yako, tumekurahisishia kiasi kwamba unaweza ukareset wewe peke yako bila hata kufika ofisini. Kama umesahau pin, ukiingia kwenye app sehemu ya kusign in now, utaona chini pameandikwa forget pin. Kwa hiyo ukiforget pin itakwambia weka user ID yako uliyoitengeneza, weka namba yako ya simu. Ukiweka hivyo utatumiwa OTP, one time password. Kisha iweka hiyo itakuruhusu kutengeneza pin nyingine. Kwa yule ambaye amesahau password ile ambayo inatumika kwenye poto, akiingia kwenye poto ataona kunasema andiko forget. Forget nini? Either umeforget username yako kwenye poto, utaangalia. Either umeforget password yako kwenye poto, unaweza ukareset. Ukiingia pale utachagua forget, utaweka namba yako ya simu, utumie OTP. Utumie OTP itakuruhusu kutengeneza tena password nyingine. Au kama umesahau user ID yako, basi utaweza kuonyeshwa user ID yako ambayo ulitengeneza. Kwa ni baadhi tu ya taarifa ambazo mtu anapaswa kujitengenezea mwenyewe, lakini tunashauri unapotengeneza taarifa basi angalau uzirekodi mahali, uzinakili mahali, kuepusha ile kusahau. Tunavyo vitu vingi, tunatambua kukariri vitu vyote inakuwa ni mtihani, lakini unaporekodi vitu vyako muhimu sehemu, manake na kuwezesha kesho na kesho kutwa bwana Ali umeibiwa simu, unataka kuingia kwenye hapo kupitia simu nyingine, taarifa zako tunazichukua, bwana nitengeneza user ID fulani, pin yangu fulani, na download app yako na ingia. Lakini inaruhusiwa kushare na mtu hizo na nini? Au taarifa zako wewe binafsi. Manake unaposhare na mtu unatoa taarifa zako wewe za kifedha. Kwa hiyo unapompa mtu taarifa zako, manake anao uwezo wa kuingia kwenye akaunti yako moja kwa moja. Lakini sasa kumbuka, tumeweka security kiasi kwamba mtu yote akijaribu kuingia kwenye simu yako, wewe utatumiwa message ya OTP. Ili aweze kuingia lazima umruhusu kupitia zile OTP. Lakini haturuhusu kushare taarifa na mtu mwingine. Kwa hiyo taarifa zako wewe zibaki kuwa za kwako. Kama ni taarifa za kikundi, basi tumieni taarifa za kikundi. Kwa hiyo hauwezi kushare taarifa zako na mtu mwingine kumfurahisha mtu, hapana. Lakini kwenye app yetu tumeboresha kiasi kwamba hizi statement ambazo watu walikuwa wanafunga safari kuja kuzifuata ofisini, unaweza ukazipata mwenyewe kwenye hiyo app. Ipo sehemu ya kuomba statement kwenye app, itakuwezesha kuona miamala yako yote ambayo umeifanya na faida yako ambayo umeshajitengeneza mpaka sasa. Lakini kama una account labda zaidi ya moja, ipo sehemu imeandikwa holding kwenye ile app yetu. Ukibonyeza pale utaweza kuonyeshwa akaunti zako zote ambazo unazo UTT. Lakini kama kuna akaunti hauioni, labda ni ya mtoto, unataka iongezwe pale, au labda kama ni akaunti ya joint wewe na mwenza wako, wewe na rafiki yako, unataka iongezwe kwenye app, ipo form maalum ya kuongeza akaunti yoyote kwenye app yako. Utaijaza hiyo form na tutakuongezea hiyo akaunti. Lakini pia tumeweka kiasi kwamba kuna sehemu ya transaction history. Kwa mfano leo Ali umeweka milioni 1. Leo kama leo haitosoma kwenye salio lako leo kama leo. Lakini kujua imefika UTT, sehemu ya transaction history na kuonyesha pale. Hapo nimeweka kupitia benki na angalia, je, langu imefika haijafika, unaikuta pale. Lakini utaikuta pending. Kwa sababu gani? Ni kwa sababu unapoweka hela UTT unanunua vipande. Ili ionekane kwenye salio lako, ni lazima vipande bei yake itoke tujue umenunua vipande vingapi. Kwa hiyo unapoweka hela hapo ni mpaka bei itoke ndio tujue umenunua vipande vingapi. Kwa hiyo kwa muda huo utaikuta iko pale pending. Kwa hiyo tumeondoa ule wasiwasi ambao watu walikuwa na utengeneza kwamba bwana mimi nimeweka hela leo sioni, au nimetoa hela sijui kama nimefanikiwa. Transaction history imekuwa ni suluhisho la vitu vyote hivi. Kiweka hela kwenye sehemu ya transaction history moja kwa moja inaikuta pale. Au ukitoa hela kujua umefanikiwa au haujafanikiwa, transaction history itakuonyesha kwamba umefanya muamala fulani, aidha wa kuweka au wa kutoa. Kwa hiyo tumejitahidi kuboresha kiasi kwamba mtu anaweza katatua changamoto nyingi kupitia app
au kupitia poto. Huduma unazozipata kwenye app hizo unazipata kwenye poto. Kwa hiyo unaweza kutatua changamoto zako zote hata bila kufika ofisini. Naam, asante sana ndugu yangu Clinton pamoja na Neema Godlisten. Tuliweza kuwa nao hapa kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Waliweza kuzungumza mambo mbalimbali, lakini vile vile waliweza kutoa elimu kwa ufupi kuhusiana na masuala jinsi ya uwekezaji na UTT AMIS, lakini vile vile faida mbalimbali kede ambazo unazipata kupitia katika mifuko yetu 6 ya uwekezaji na UTT AMIS. Bwana, mimi naitwa Ali Upuju Kuntunye Kidimdim Mwandila. Balozi mkubwa hasa wa kuweza kutoa elimu chaka tu chaka, lakini siku nyingine kama hivi tunakuwa tunakaa na ndugu zangu wawekezaji, lakini vile vile tunapata elimu kuhusiana na masuala ya uwekezaji. Bila kumsahau na kushukuru sana ndugu yangu Clinton, nikushukuru sana. Naamini kwamba hii elimu ambayo watu waliweza kuwapa duniani kama sisi UTT tuko worldwide, naamini unaweza kuipata. Lakini bila kusahau ndugu yangu Neema Godlisten, nakushukuru sana. Tukukuhitaji mara pili uweze kuja. Asante sana. Au sivyo? Basi sisi hatuna la ziada. Tukutane next time hapa ndani ya Kijiwe Mchongo na UTT AMIS. Kijiwe Mchongo na UTT AMIS imetufikia.